Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Alhamis, juma la 5, kipindi cha Pasaka, mwaka C wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15 aya ya 7 mpaka aya ya 21. Na somo la Injili linatoka katika Injili ilivyoandikwa na Yohane sura ya 15 aya ya 9 mpaka aya ya 11. Karibuni tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohane. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Hivyo hayo nimewaambia, ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa, Injili hii tuliyoisikia hivi punde ituongoze kutafakari ujumbe unaosema kudumu katika pendo la Kristo. Upendo ndio kiunganishi kati ya mtu na mtu au Mungu na mwanadamu. Na tutambue kwamba kwa asili Mungu ndiye chanzo cha upendo kwa kumtoa mwanaye Yesu Kristo ili aje kutukomboa. Injili ya jana ituonyesha namna Kristo alivyoitambulisha kama mzabibu, nasi ndo matawi yake. Yesu anaonyesha namna ambavyo tawi aliwezi kuzaa na kuchanua bila kujifunganisha na mzabibu. Ndivyo maisha yetu ya Kikristo yalivyo. Hatuwezi kuzaa na kukua kiroho kama hatuwezi kujifunganisha na Yesu Kristo, ambaye ndiye Mwokozi wetu, aliyekubali kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu ili tupate uzima wa milele. Injili ya leo ni mwendelezo wa Injili ya jana. Leo Kristo anatualika kudumu katika pendo lake, yaani yeye kama mzabibu nasi kama matawi. Kama anavyosema katika Injili kwamba kama Mungu Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Yesu asemi tu kwamba tudumu katika pendo lake, pia anatuonyesha namna ambavyo tunaweza kuishi na kudumu katika pendo lake. Anasema, mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu. Yesu anakuwa mfano yeye mwenyewe kwa kukubali kuwa mtiifu kwa Mungu Baba, kwa kuyashika yale aliyotumwa na kukubali kuja kuyafanya ulimwenguni ili mwanadamu akombolewe. Hii ilikuwa ni ishara ya Yesu Kristo kuonyesha upendo kwa Mungu Baba. Nasi leo tunakumbushwa kwamba namna tunavyoishi kwa kufuata mafundisho na miongozo yake Yesu Kristo, tunajifunganisha na pendo lake katika maisha yetu ya kila siku. Lakini tunapoenda kinyume na mafundisho yake, tunajitenga na upendo wa Kristo katika maisha yetu. Wapendwa wa familia ya Mungu, Yesu anaendelea kutufundisha kwamba tunapojifunganisha katika pendo lake kwa kuyashika na kuyaishi mafundisho na amri zake, tunakuwa na furaha ya milele kwa sababu Kristo anakuwa ndiye kiongozi wetu. Mara nyingi sisi kama Wakristo huwa tunapenda na kutamani vitu ambavyo vinatuletea furaha ya muda tu, yaani matamanio ya kidunia zaidi, na kusahau kwamba hayo yote yanatuletea furaha isiyo ya milele. Leo Kristo anatualika kukaa katika pendo lake ili tupate furaha itakayodumu katika maisha yetu na ambayo itajibu matamanio ya mioyo yetu. Hivyo wapendwa familia ya Mungu, mara nyingi kama binadamu tumeshindwa kuishi kadiri ya mapenzi yake Mungu, na hivyo tumepoteza uhusiano na Kristo. Katika kipindi hiki cha Pasaka
tunaalikwa kuanza upya, hasa kwa kuendelea kudumu katika sala, kusoma na kutafakari neno la Mungu, kuziishi na kuzishika amri za Mungu, na kuwasaidia wengine katika changamoto mbalimbali za kimaisha. Katika kuyaishi haya, tutakuwa na furaha katika Kristo mfufuka, kwa sababu maisha yetu yatakuwa nuru kwa wengine. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Jairus Mgaya wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari Kora, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina.